ambao wametujuza kwa uzuri kabisa usalama wa barabara zetu kwa mkoa wa Mwanza. Lakini kwa sasa wacha tuelekeze masikio yetu na macho yetu kunako TMA, kwa maana ya mamlaka ya hali ya hewa nchini. Kwa saa 12 wametoa taarifa ipi? Wacha tumtafute Captain Mande Mangapi. Kapteni Mande Mangapi, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi nzuri. Pamoja na Beka safari hiyo ikatete. Ndio. Mtaji na nitakutumia. Haba, sisi tunamshukuru Mungu Kapteni, tukupata nafasi ya kuwa pamoja nawe. Tufahamishe mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA wameelekeza nini kwa asubuhi hii ya leo kwa wale watumiaji wa ziwa letu Victoria? Asante sana kwa mujibu wa tafsiri kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, ukabili wa saa 12 kwa Victoria kama muda wa ukabili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, ambapo leo ni siku ya Jumanne ya tarehe 2 mwaka 2026. Ukabili huo umetolewa umechagua kwa saa kamili usiku katika kanda za ukabili. Ukanda namba 1 ambapo ni Bukoba, Mtego, Goza pamoja na Singida. Hali ya hewa leo ni mawingu kiasi pamoja na ngurumo, ambapo hali ya upepo utakuwa ni kidogo matarajia. Kipindi cha upepo ambao tunatarajia katika baadhi ya maeneo machache Ngasia na Uyakari. Kwa wakati wa asubuhi upepo wetu utakuwa ni wa wastani, lakini mwelekeo utakuwa ni mashariki, ambapo mawingu yake yatakuwa ya wastani. Itakuwa ni maeneo machache na uono utakuwa ni mzuri. Katika wakati za mchana upepo utakuwa ni mdogo, lakini kuelekea kusini mashariki, ambapo mawingu yake yatakuwa madogo, lakini mvua bali maeneo machache na uono utakuwa ni mzuri. Katika ukanda wetu, ukanda wa ukabili, ukanda namba 2, ambapo ukanda namba 2 ambapo ni ukanda namba 2 ambapo ni Chato, Chapembe, Rutonga pamoja na Kuta. Hali ya hewa ya leo itakuwa ni mawingu kiasi, hali ya upepo utakuwa wastani inatarajia. Hizi za mvua kubwa zinatarajia katika baadhi ya maeneo machache pia na ujiandae. Ili wakati wa asubuhi upepo wetu utakuwa wa wastani, lakini mwelekeo upepo utakuwa kusini mashariki, ambapo mawingu yake yatakuwa ya wastani. Alipokuwa hakuna uono utakuwa mzuri. Kwa wakati wa mchana upepo utakuwa kidogo, mwelekeo utakuwa ni kaskazini mashariki, ambapo mawingu yake yatakuwa madogo, lakini uono utakuwa ni mzuri. Katika upande wa ukanda namba 2, ambapo ukanda namba 2 ukanda namba 3 ambapo ni Mwanza na sio Ukara, Manga, Ngome pamoja na Mwaisombe. Hali ya hewa ya leo itakuwa ni mawingu kiasi, lakini hali ya upepo utakuwa wastani inatarajia. Kipindi cha mvua kubwa zinatarajia katika baadhi ya maeneo machache, lakini zingatia na ujiandae. Kwa wakati wa asubuhi hali ya hewa itakuwa ni upepo utakuwa na mziki ya wastani, lakini mashariki, ambapo mawingu yake yatakuwa ya wastani. Lakini taarifa mvua hakuna, uono utakuwa ni mzuri. Kwa nyakati za mchana upepo utakuwa wa wastani, lakini mwelekeo utakuwa kaskazini magharibi, ambapo upepo mawingu yatakuwa ni madogo. Lakini taarifa mvua hakuna, uono utakuwa ni mzuri. Hii katika kanda namba 4 ambapo ni Soma, Ngorongoro pamoja na Mbeya. Hali ya hewa leo itakuwa ni wingu kiasi, hali ya upepo utakuwa wastani inatarajia, lakini vipindi vya mvua vinatarajia katika baadhi ya maeneo machache, lakini zingatia na ujiandae. Kwa wakati wa asubuhi hali ya upepo utakuwa wa wastani, lakini ukielekea kusini mashariki, ambapo mawingu yatakuwa ya wastani, lakini taarifa mvua hakuna, uono utakuwa ni mzuri.
lakini katika wakati wa mchana mwezi utakuwa wa wastani, lakini ukielekea kusini magharibi ambapo urefu wa mawingu utakuwa ni wastani, lakini taarifa wa muda utakuwa ni kosi. Lakini katika upande wa hali ya hewa katika bandari zetu ambapo hakuweza kutolewa taarifa katika jedwali letu hili, lakini nini utabiri huu umetolewa na mtabiri wa zamu kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ni yangu huyu Hamisi Tabiha Mkupa. Huyu ni mtabiri wa zamu kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Narudi kwako studio. Kapteni, sisi tunashukuru sana kupata nafasi ya kufahamu kile ambacho mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imeelekeza. Tunazungumza nawe asubuhi hii ya leo ukiwa wapi Kapteni? Ikiwa niko safarini nikielekea Geita, katika ya AICC hapa Geita kwa majukumu kidogo ya kazi, ambapo natarajia kuwasiliana kwa hapo Geita katika ya Geita. Sawa, ninaamini utakuwa umetumia usafiri wa nchi kavu na sio wa majini kuelekea Geita. Na ndio maana usikivu sasa hivi natumia usafiri wa almaarufu mtenge wetu huyu wa eneo la Mitoko ya Kingi Msukuma, ambapo ndio iko na hili gari, ambapo niko na wadau ambao wengi tu. Gari hii inaelekea moja kwa moja hapa Mureba. Sawa Kapteni, shukrani sana. Msalimie pengine angekuwa ni mtu wa majini naye tungemwambia kapteni mwenzako, lakini msalimie dereva ambaye kasimama kuhakikisha kwamba unafika salama hapo Geita. Kabisa na mimi niko mbele kabisa ya ndani. Na kweli dereva wetu huyu yuko mahiri kabisa, na kweli pia anapiga vizuri kabisa. Labda umsikie kidogo. Mimi nikushukuru tu Kapteni kupata nafasi ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Basi na mimi nikushukuru kwa sababu naye anachukua sana si rahisi kufanya kitu kama hiki. Nami niwashukuru, na mimi kabisa nitakapokuwepo hapo Geita, mimi kabisa na sisi tutawasiliana. Niwatakieni shughuli njema katika Radio Inland FM. Naweza kusema tu Radio Inland FM 2026 uwe hodari. Inland FM Radio. Inland FM 2026 uwe hodari. Bwana, huyu ni Kapteni Mande Mangapi ambaye tumepata nafasi ya kuzungumza naye asubuhi hii ya leo, akitufahamisha mambo ya kuzingatia pindi ambapo unaenda kutumia ziwa letu Victoria. Tunafahamu shughuli za uvuvi wa dagaa kwa sasa wako mfungo giza mpaka tarehe 5 ya mwezi huu wa 6. Leo ni tarehe 2, maana yake kuanzia kesho tarehe 3, tarehe 4 wanafanya maandalizi ya kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea vizuri. Lakini tarehe 5 rasmi shughuli ya uvuvi wa dagaa itakuwa ikiendelea, lakini ndugu zetu wanaofanya shughuli ya uvuvi wa samaki wao hawana mfungo giza, kwa maana ya kwamba shughuli inaendelea kila leo. Kwa hiyo tunawashukuru sana wale ambao mnafanya hivyo, lakini kuna wale ambao wanafanya shughuli za usafiri na usafirishaji. Mkipokea taarifa hii kutokea mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, inawasaidia kufanya shughuli zenu kwa uketo zaidi. Lakini shukrani kwa wanafamilia wote wa Mvumo wa Asubuhi ambao ninyi mnatufuatilia kupitia Inland FM Radio. Lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Inland Media TZ, lakini wewe ambao unatufuatilia kupitia Radio Box, kupitia application ya Radio Box, ukishakwisha kufungua huko unapata nafasi ya kusikiliza Inland Radio. Lakini wewe ambao unatufuatilia kupitia Inland Television kwenye kisimbuzi cha Azam, na ni option ya other channel. Wacha niipitie arafa za wanafamilia ambao wako pamoja na sisi kupitia mvumo huu wa asubuhi. Huyu hapa anaitwa Rusato Masisa wa Itabagumba Buchosa. Anasema niwapongeze Inland FM kwa kutuelimisha kiroho hata kimwili. Mungu awabariki na kazi iendelee. Asante sana ndugu yetu. Lakini mwingine ambaye ametuma arafa yake hapa anasema asubuhi njema kwa familia yake, Justin Mangara pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza mvumo asubuhi kupitia Inland FM Radio. Lakini jamani, acheni wa mama wa kambo ni shida. Mimi nimekaa na mama wa kambo na mwisho wa saa 10 usiku kwenda shambani